Moja kati ya story ambayo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa ni story ambayo inamhusisha msanii kutokea katika record label ya The African Princess, msanii Yami ambaye anasimamiwa na msanii Nandy. Bana, mambo mengi sana yameweza kutokea kati ya mwajiri pamoja na mwajiriwa. Unaambiwa Yami ametimuliwa kama mbwa katika record label hiyo ya The African Princess, na sababu kubwa watu wengi walikuwa hawaifahamu, na kila mshabiki ambaye alikuwa akimshabikia Yami alikuwa akitamani kuelewa nini ambacho kimetokea katika record label hiyo ya The African Princess. Ni nini ambacho Yami ameweza kumfanya Nandy mpaka Nandy aweze kuionyesha hasira yake na kumtimua katika record label hiyo ya The African Princess. Sasa siku ya leo mwanadada Mange Kimambi, dada wa taifa, ameamua kuthibitisha wazi kwenye mitandao ya kijamii ni nini ambacho Yami amemkosea Nandy mpaka Nandy akaamua kumtimua katika record label yake na kumwambia bana, sisi tumalizane kihivi na wala sitaki kukuona. Lakini pia unaambiwa hakuna malipo yoyote ambayo Nandy ameweza kumlipisha Yami ili mradi aweze kuondoka katika record label hiyo. Yeye amehitaji aondoke tu kwa sababu hataki hata kumsikia wala kumuona. Sasa Mange Kimambi kupitia Mange Kimambi app siku leo ameweza kuvujisha taarifa ambayo imewashangaza sana watu wengi, kwani Mange Kimambi amedai Yami pamoja na Billnass bana walikuwa wakitoka kimapenzi, lakini pia ni watu ambao walikuwa wakimzunguka Nandy. Tunafahamu Billnass ni mwanaume wa halali kabisa kwa Nandy, walifunga ndoa ya halali kabisa kanisani bana, na tulishuhudia ndoa yao ili trend sana kwenye mitandao ya kijamii, na Nandy alifurahi sana siku hiyo kwa sababu alikuwa ni mjamzito na alitamani sana mtoto wao azaliwe ndani ya ndoa. Sasa unaambiwa na Mange Kimambi kwamba Billnass alikuwa akimtafuta Yami mara kwa mara na wanakutana kwenye hoteli kubwa sana bila Nandy kufahamu, lakini unaambiwa Nandy aliletewa maneno ya chini sana na watu wake wa karibu, lakini aligoma moja kwa moja kwa sababu anamwamini sana mwanaume wake ambaye ni Billnass. Lakini baadaye Nandy akaanza kufanya uchunguzi wake taratibu. Sasa Mange Kimambi anakuambia ameweza kuzinasa meseji ambazo Billnass alikuwa akimtumia Yami, lakini pia Yami alikuwa akimjibu kimahaba sana Billnass. Unaweza kuona ni namna gani ambavyo Yami ameweza kumfanyia Nandy, kwa sababu licha ya kwamba Nandy ameweza kumfanyia mambo mengi sana makubwa Yami na amemuinua kimziki kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia Yami ni msanii ambaye alikuwa chini ya record label ya Nandy, lakini alikuwa huru sana kufanya collab na wasanii wengine tofauti wakiwa nje ya record label ya The African Princess. Ukiangalia mfano mzuri ni Yami aliwahi kufanya ngoma na msanii kutoka katika record label ya WCB Mbosokani, licha ya kwamba Nandy hana mawasiliano mazuri na record label hiyo ya WCB wala hana mawasiliano mazuri na msanii Diamond Platnumz, lakini Yami alikuwa na uwezo wa kufanya collab na msanii mwingine yeyote yule ambaye yupo nje ya record label ya Nandy. Lakini kitu ambacho amemfanyia bana Nandy hawezi kukifahamu, hawezi kukisahau hata mara moja. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe.